Usipende kuamini sana watu, kwa sababu anayetoa suluhisho anaweza kawa sehemu ya mpango wa kufanya tatizo liwe kubwa zaidi. Hapa nimekuletea jengo lenye chumba kimoja self, sebule na jiko ya maana sana. Of course kama ukijenga hii, ina maana unaweza ukaachana na ile haika za huku na huku, kutoka kupanga mpaka kuja kumiliki jengo lako. Ili jengo lina chumba kimoja cha kulala kama niweza kukuambia hapo awali, na mpangilio wake ndivyo kama ambavyo unaweza kuona hapa. Kumbuka unaweza kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka katika mtandao wa kijamii kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp, andika neno niunge kwenye namba hiyo ambayo inaonekana hapo chini kwenye kioo cha simu yako. Namba hiyo ni 0758 260 690. Namba hii inapatikana WhatsApp muda wowote, masaa 24. Kwa hiyo tuma neno niunge. Baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo basi utaweza kutazama ramani zaidi. Hili jengo linatumia jumla ya tofali za blocks 1000 kamili. Tofali za blocks 1000 kamili, na kama utatumia tofali za kuchoma basi hapa zitaenda tofali 3500. Yes, tofali 3500 ndizo ambazo zitakazoenda hapa. Bati ni 25 za futi 10 ndizo ambazo zinamezwa kwenye hili jengo. Kumbuka hili jengo linamwaga maji moja kwa moja upande wa nyuma ili kuweza kupunguza riski ya jengo kuvuja, kwa sababu majengo kama haya yamekuwa na kasumba za kuvuja kutokana na namna ambavyo yamekuwa yakitengenezwa au design zake zinavyokuwa zikitoa maelekezo ya namna gani ya kupaua. Kwa hiyo hili, ili kupunguza hiyo, tumeweza kulifanya jengo hili limwage maji nyuma moja kwa moja ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa kabisa. Upana wa hili jengo ni mita 6.3 na urefu wake ni mita 10.1. Jengo ni zuri sana. Of course ukiangalia kila kitu cha msingi kipo. Kumbuka wengi wamekuwa akiuliza maswali kwamba kwa nini choo sio cha public, kwa maana kwamba mgeni akiingia huko ndani itakuwaje. Iko hivi, hii ni apartment, na kama utajenga nyumba hii kwa maana wewe kuishi, basi hivi ndivyo ambavyo unatakiwa kuishi, kwa sababu sio kila mgeni atakuja kwa lengo hilo ambalo wewe umelifikiria. Yes, iko hivyo. Lakini pia kumbuka kuna ambao wamepanga katika vyumba ambavyo ni single na bado wanapokea wageni. Sasa kama mtu amepanga katika chumba single na bado atapokea wageni, je, wewe ambaye unatakiwa kuwa unaishi kwenye nyumba hii hapa? Lakini pia kama utakuwa unajua hilo litakuja kutokea, unaweza kujenga choo chako cha nje kwa pembeni. Lakini kwa wale ambao watakao taka kujenga jengo hili hapa kwa ajili ya biashara, basi ni nzuri sana, kwa sababu una uwezo wa kujenga zaidi ya jengo moja katika konje chako, na ukijenga mengi zaidi ndipo ambapo faida itakupa zaidi. Lakini kitu kizuri ambacho ningependa kukizungumza kuhusiana na bani hii hapa, ukuta huu ukuta huu unaweza ukauattach au ukauhusisha pia na ukuta wa fence yako. Kwa hiyo hili jengo unaweza kulijenga katika mpaka kabisa, yani kwenye mpaka wako kabisa ukaweza kuliweka jengo hili hapa. Kwa hiyo kama utakuwa na kiwanja chako ambacho ni kikubwa, unaweza kupata nafasi ya kujenga majengo kama haya mengi zaidi. Unaweza kuona namna gani ambavyo bati limevokaa hapo. Yes, hiyo ndio roofing style kwa maana ya upauaji wake ulivyo. Hii inapauliwa moja kwa moja kwa maji kumwagika nyuma. Hii hapa inapunguza sana uwezekano wa jengo kuvuja, kwa sababu maji hayo hayatakuwa na eneo lolote lile pale la kusubiri, bali yatashuka moja kwa moja upande wa nyuma wa jengo. Kumbuka ramani kama hii na zingine nyingi zote huwa tunaandaa kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kuweka mahitaji yako hapo na sisi tukakuandalia ramani vile vile unavyohitaji. Hii inaweza ikatumika kama Airbnb kwa wale ambao wamekuwa wakifanya majengo haya kama biashara, kwa maana ya wale ambao watakao kuhitaji kupangisha kwa muda. Na maanisha kwamba kuna huduma ambazo zinatoka kwa maana ya kupangisha majengo kwa muda. Mtu atakuja kwako hapo, ataishi labda atakaa mwezi mmoja, atakaa siku 3, then baada hapo ataondoka, na wewe unakuwa unaweka kila kitu ndani kuhakikisha kwamba mtu huyo atakapofika hapo basi kila kitu atakikuta ndani. Na hiyo biashara pia inafanyika. Kwa kama unataka kufanya biashara hiyo, bado jengo hili linafaa vizuri sana. Kupangisha linafaa vizuri sana, lakini pia kukaa kwa ajili ya makazi linafaa vizuri sana kwa wale ambao wanakuwa hawana familia kubwa sana. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu.